mkononi. Hii tuzo kwanza inaenda kwa nani kwanza? Hii tuzo inaenda kwa baba. Okay. Kwa nini? Kwa nini baba? Sema tu. Ni story ndefu sana. Babangu amenisupport sana. Nilitamani anione mwanae ninachofanya, lakini ni anaumwa, lakini na imani anaumwa, lakini namwakilisha vizuri. Nilitamani aone mwanae nini nafanya uwanjani, kwa sababu nilimwambia sana, nilisupport. Ni Mwenyezi Mungu kampitisha. Hapa tuambie kwa namna ambavyo mashindano yalikuwa, mmepitia michezo migumu lakini pia michezo mingine ambayo ilikuwa mirahisi kwenu na mpaka leo mmekuwa mabingwa. Na unalizungumzaje kwa upande wako wewe? Sisi haya mashindano cha kwanza yalikuwa kutupa friend match, naweza nikasema, ingawa ni mashindano makubwa, yalikuwa anatupa mechi nzuri za kujiandaa na AFCON. Kwa hiyo na imani tumecheza vizuri, tumejiandaa vizuri, na ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya AFCON. Naamini tumejiandaa vizuri, ndio maana tumeweza kuchukua ubingwa. Kenya wamewapa mchezo mgumu ama mrahisi kwa leo? Na unaweza ukawazungumziaje upinzani wake kwa namna ambavyo ulikuwa? Kenya ni timu bora, imetupa mchezo mzuri. Wamepata nafasi, hawajazitumia. Sisi tumepata nafasi, tumeweza kutumia. Toka umeanza kucheza kwenye haya mashindano, naamini kuna mchezaji mmoja ambaye ni beki ulikutana naye ukasema huyu kweli anastahili kuongeza, kwamba kuna namna moja ya kusumbua kwenye mashindano. Unasema ni beki gani au kutoka nchi gani? Kila mabeki nilokutana nao ni mabeki wazuri. Siwezi kusema huyu ni beki mzuri au sio mzuri. Hakuna aliyekupa changamoto sana mpaka ukamumaki? Hapana, wote wamemaki kwa wakati wao kutokana na mechi ilivyo. Kwa wote ni mabeki wazuri. Sawa. Kwa watu wanaofuata unasema ni wapo. Je, kwa jinsi ambavyo unaona mashindano haya yametosha kuandaa vyema kwa ajili ya michuano? Naweza nikasema yametosha. Kilichobaki ni maelekezo madogo ambayo kwa siku zilizobaki kwa mwalimu. Kwa hiyo tunamsubiri mwalimu nini atatuambia, na tuko tayari kwa ajili ya wao. Watanzania mnatuahidi nini kuelekea wao? Watuombee, hatutawaangusha. Sisi tunawaahidi, sisi kama wachezaji na sisi kama Tanzania, lengo letu ni kufika mwisho wa mashindano. Kwa hiyo naamini tukienda kule tutapambana, tutafika mwisho wa mashindano. Tutarajie tuzo nyingine ya top scorer kutoka AFCON? Inshallah, jambo la kupambana. Wanashuka sasa. Kabla hajamaliza, natamani kuuliza Juskati tuliona kwa timu Likoni, labda kuna timu nyingine ambayo tukitarajia msimu unaokuja? Mtaona soon. Mtaona. Tumwagie basi, labda watu wajue, maana kuna watu wana mashaka huko, walishangaa juzi mara thank you. Unajua kila mtu, kuna watu wa Tanzania wengi hawajaipokea labda kwa uzuri, ndio msimu umeanza ghafla thank you unaipata, msimu umeisha unapata thank you. Hapana, hiyo sio la kuiongelea hapa. Kwanza haihusiani na jambo ambalo lilikuwa linaendelea hapa, lakini wataiona soon. Kwa mashabiki wako ndio maana mashabiki wangu wataona soon. Wao wanakufuatilia sana, kwa kuna namna ambapo wanakuwa jisikii vyema. Tuibie siri basi, tunaenda nchi gani sasa? Wataona. Ni jambo la kusubiri, wataona. Sawa.